Ujambo mpenzi mtazamaji, natumai ubuheri wa afya. Ni wiki nyingine tunakutana hapa katika kipindi chetu cha mkulima. Na wiki hii tumetembea katika shamba la Rhino Park Farm ambapo tunamkuta mkulima wa mayai ambaye anafuga ng'ombe wa maziwa pamoja na kuongeza dhamana katika maziwa haya ambayo anatoa katika shamba hili lake. Tupo katika eneo la Karen. Mtazamaji, usiondoke mbali. Wacha nimkaribishe mkulima wetu wa leo ili tuweze kujifunza mawili matatu. Bwana Omai, karibu. Sasa leo tunaanza na usafi. Yes. Naona ulikuwa unaanza na usafi hapa. Kwa hivyo ndio nataka kidogo pia nami nifanye yale mnafanya hapa katika shamba. Karibu. Haya. Ya tuanze katika usafi ambao nimeona wafanyika hapa. Wakati tunaingia nimepata mfanyakazi yafanya usafi wake wa awali. Je, umuhimu wa usafi katika shamba la katika nyumba ya ng'ombe ni gani? Kwa kitu moja, usafi ina faida mara mbili. Kwa sababu hii kinyezi bado ndio tunatumia kwa biogas, na hiyo ndio inatusaidia upande wa upishi na pia kuchemsha maziwa. Upande wa pili tunazuia infections za magonjwa kwa sababu ya usafi. So nasema ni mara mbili, kuko na faida mara mbili. Kuna hiyo ya kuzuia magonjwa na kuna hiyo ya nini ya kutumia hii kinyezi kwa biogas. Yeah. Pengine tuangazie hapo katika magonjwa. Ni kati ya magonjwa yapi ambayo yanaathiri ng'ombe wa maziwa kutokana na uchafu huu ambao ukipatikana katika maeneo yake? Ule ugonjwa unasumbua wakulima sana ni mastitis. Na gharama ya kutibu mastitis inakuaga juu. Pia kuna hasara ya maziwa. Na kuna ile hatari hata ng'ombe anaweza kosa kutoa maziwa kwa hiyo kiwele, ama ipotee kabisa maziwa, inabidi tu uuze ng'ombe. Kwa sababu sasa kiwele kishakuwa kuna magonjwa. So mastitis ndio kitu moja, na kuna dawa nyingine. Kwanza the first line of ni usafi. So ukimanage hygiene yako kwa shamba, uta-avoid mambo mingi ya ya mastitis. Tuseme umepata ng'ombe wako ana mastitis ambao unasema ni ugonjwa ambao unapatikana sana kutokana na uchafu. Je, unafaa ufanye nini na unajuaje kwamba ng'ombe huyu wangu ana mastitis? Okay, kwanza ukimuosha kiwele wakati ya kukamua, utaona ng'ombe anahisi uchungu na anapiga miguu mateke. Hiyo ni ishara ya kwanza. Ya pili, ukijaribu kukama, ile maziwa inatoka ikiwa na tunundu ndani. So hiyo ni ishara ingine. Ikiwa imeadvance sana, maziwa uwaga imekata, inatoa maji na inatoa solid upande mwingine. So ikifika hapo, na kila saa tunapoenda kukamua lazima tunatest kila chuchu moja tuone vile maziwa hii iko. Ndio, kwa sababu kaa iko na maambukizi yote, itabidi hata tukikamua na mashini tunafunga hiyo nini ya mashini, tunakamua hiyo, na ng'ombe bado anakamuliwa mwisho ndio asiambukize hao wengine. So tukiona ng'ombe yuko na madhara ya mastitis, huyo tunamwacha, tunakamua hao wengine. Kwa sababu mashini ni moja, ni vizuri tunamkamua mwisho, ndio tukiosha mashini na tunaosha na dawa. Kuna dawa ya kuosha hizi vifaa zote za maziwa. Ndio tuwe na usalama, kwa sababu watu wamesahau maziwa bado ni chakula. So kuna hiyo umuhimu wa hata tukizalisha chakula lazima kiwe kinaweza faidi binadamu. Ikiwa umepata ng'ombe wako titi moja limeathirika na mastitis, unastahili kumkama ng'ombe yule, maziwa yale yatumike au yanafanywaje? Hiyo maziwa ni kumwaga, tunamwaga. Hata kuna wengine wakulima wanapiga shortcut, wanasema ati watapatia zile ndama zinakunywa maziwa. Lakini ni ugonjwa utakuwa unapelekea huo
kwa sababu vile atafanya develop kitu tunaita resistance. Na hata tukifanya breeding, kuna ile kitu tukikagua hiyo catalog, tunatafuta ng'ombe ambazo ziko na kitu inaitwa low somatic cell count. Ukiona hiyo iko kwa hiyo breed yako, ni kuonyesha hata kupata ugonjwa wa mastitis itakuwa iko chini. So hata tukichagua mbegu, kuna mambo kaa hiyo tunaangalia, si mambo tu ya maziwa peke yake, tunaangalia resistance ya diseases, na pia kuna breed zingine. Hapo unaona ng'ombe zetu nyingi ni Holstein Friesians. Lakini tuko na moja pale nyekundu, bado hiyo ni Red Friesian, but it is better in terms of resistance ya magonjwa. Lakini watu wanapenda Friesian sana kwa sababu hii breed ndio inazalisha maziwa mingi kwa breed zote. Kutoka kwa hii kuna ingine inaitwa Ayrshire, ndio inafuata kwa wingi wa maziwa. Kutoka hapo tuna ingine inaitwa Guernsey, hiyo ndio zinafuatana hivyo. Alafu kuna ingine inaitwa Jersey. Jersey inaweza kuwa iko na maziwa kidogo, lakini yake ni mzito. Kwa upande ya wale watu wanafanya vitu kama siagi, butter, cheese, inatoa vizuri kwa sababu maziwa yake iko na uzito mingi ya mafuta, butter fat content. Sasa tunaelekea tujifunze moja au mawili katika kuandaa lishe kwa ng'ombe wako, ili uweze kupata sio tu maziwa, bali pia unaweza kupata kinyesi ambacho kinatumika katika kutoa ile biogas. Mtazamaji, ili uweze kupata samadi ambayo ni bora kwa ajili ya biogas yako, lazima umpatie ng'ombe wako chakula ambacho ni bora. Sasa Bwana Wamai, ni chakula kipi ambacho unapatia ng'ombe wako na unahakikisha vipi ni chakula bora? Kwenye chakula cha ng'ombe, diet yake ni kama ya binadamu. Lazima tuwe na protini, carbohydrates, maji ya kutosha. Na usipopata lishe la kutosha na ng'ombe zishibe, hata hiyo samadi ya biogas hatutapata. So vile umeona, tuko asubuhi tunazifeed mara tatu. Asubuhi tuko na kitu tunaita TMR, that's a total mix ration. Hiyo inakuaga na kiwango juu ya protein. Na hapo tunapatia maize silage, that is full corn silage, yani mahindi tumesiaga pamoja mmea na ile mahindi yenyewe, na ukayahifadhi vizuri. Tunahifadhi, tunaweka molasses, na kuna inoculant tunaweka ya kufanya hiyo nini igande vizuri. So tukifanya hivyo, hiyo lishe baada ya siku 6 iko tayari kulishwa ng'ombe. Na ukihifadhi hivyo inaweza kaa hata miaka 2 ama miaka 3. So pia ni vizuri kuwa saa ile tuko na majani mingi, tunafanya nini? Kwa sababu tunakamua mara 3 kwa siku. Ndio. Mchana tunaipatia unga pia inaitwa concentrate, na ndio iko na protein ya juu sana. Alafu iko na ile energy bado, so tuna feed wheat bran, kuna dairy meal, na pia kuna maize germ. Alafu kwa sababu ya bei ya hizo unga, tuna supplement na chakula chingine huku. Tuna nyasi tofauti. Kuna moja tumeintroduce inaitwa bracharia, kuna ingine inaitwa June cow, na kuna ingine inaitwa Red Australian Napier, na bado kuna Super Napier. Kiwango cha protein kwa hizi nyasi mpya tumepata iko juu. Na pia hazina zile tupin za kudunga kama ile nini ya zamani. So kwa mfanyikazi na ule anakata hiyo nyasi iko salama. So jioni kisha tunaipatia mixture ingine ya TMR kidogo tu. So tuna feed ng'ombe zetu kulingana na body weight, na tuko na formula ambayo tuko na app tunatumia, inatuelezea kutoka kiwango ya body weight ya ng'ombe ndio
Mnampa chakula kiwango fulani. Pia ile stage yuko kwa kutoa maziwa, kwa sababu kama wale wamezaa juzi ndio tunafanya kitu inaitwa challenge feeding. So tunaendelea kuiongezea kila siku mpaka tuone pahali maziwa itafika maximum. Maziwa ikifika ile kiwango, utaona sasa hata ukiongeza chakula, hiyo dhamana ya kuongeza chakula iko juu sana kuliko hiyo lita ya maziwa. Sasa unajua hapo ndio inaitwa optimum level. So tunaendelea kukamua hiyo ng'ombe mpaka mwezi ya 5. Hapo ndio maziwa inaingia kwa kiwango tunaita plateau stage. Sasa hii maziwa tu iko sabamba. Saa hiyo kila kutoka ajifungue ng'ombe lazima tumpatie mbegu within 60 days. Ndio saa hii tukija ikifika hiyo plateau stage, maziwa ikianza kuanguka kidogo, ikifika mwezi ya 7 ndio tunafunga ng'ombe. So ng'ombe zetu tunalisha mara 3, alafu maji inakunywa full time, kitu inaitwa ad-lib. Na hii maji lazima iwe ya quality mzuri, ni ile maji hata wewe unaweza kunywa. Kwa hivyo sio maji yote tu ambayo uchote kisimani mwekee ya hapana. Na lazima hata hiyo dimbu ya maji ama hiyo nini tumetengeneza bakuli ya kunywa maji, lazima iwe safi, kwa sababu ukiwacha sana inaanza kupata ile algae. Na ni kwa sababu ndio tumeona tumeweka hizi automated drinkers, ndio ng'ombe inakunywa ile kiwango inataka ikiwa fresh, alafu ingine inajimiminia ndani. Ukiona vile tulikuwa tunafuga zamani, tulikuwa tuna bakuli ng'ombe ikisikia kunywa, so ikikuja ile ina drip mate huko, so hiyo maji vile inakaa inaenda tu nini ladha ikiharibika. So ng'ombe apati ile maji anataka akunywe. Na nataka kuwahisi wakulima wasifurahie wakiona ng'ombe yao ati asikunywe maji, kwa sababu katika ile composition ya maziwa 87% kiwango kikubwa chana cha maziwa ni maji. So ng'ombe wako asipokunywa maji, hata kama umempatia diet nzuri, lazima akunywe maji ya kutosha. Mwishowe kabisa tena lazima kuna madini that inakuja ikiwa kama wakulima tunaita generally chumvi. Lakini ambazo wanalamba kuna za kulamba na kuna zingine za powder, ziko powder form. So kuna ile kiwango tunaipatia kila siku na ziko tofauti. Kuna ile mineral ya ng'ombe za maziwa ambazo zinazalisha maziwa. Sasa ile tunakausha, bado kuna chumvi ingine inapatia ng'ombe madini ile inatakikana kwa sababu ya mifupa ya ule ndama ana develop. So lazima upige hiyo balance ndio ng'ombe wako akizaa, kwa sababu akiwa na kuna kitu tunaita negative energy balance. Utakuta akizaa ukimkama ng'ombe wako anaanguka, na usipomtreat vizuri or in time utakuta ng'ombe yako hata anaweza kufa. Mayouth wote tungewahimiza wasifikirie ati ukulima ni kitu chafu, wajue ukulima ina faida, na hiyo ndio kazi tunafanya, na watoto wetu tumewasomesha mpaka university na hii kilimo yetu biashara. So ningewahimiza muanze mapema, msianze kama mmechelewa. Tunafikiria saa ile utatoka formal employment ama unakaa tu nyumbani unasema sina kazi ya kufanya. Anza pahali. Nilianza na ng'ombe moja na nakwambia kulikuwa na changamoto, kwa sababu hata ng'ombe yangu ya kwanza iliibiwa, lakini si kukufa roho. Nikanunua ingine, tukakakamua kabisa, na bado saa hii tunaona matokeo yake na tunafurahia. Sasa hata nikistaafu mimi nasikia niko shwari kabisa, kwa sababu kazi yangu na mwito yangu ya kufanya kazi yangu na sehemu yangu ni kupatia hii mji yetu ya Nairobi chakula na Kenya kwa jumla, na maziwa ndio sekta yangu. Mtazamaji, salia nasi tukiendelea kusoma mengi, na tumai unaendelea kujifunza pia kutokana na ambayo tunazungumza hapa. Tukutane baadaye.